Hujambo, karibu kwenye makala hii maalumu inayoangazia klabu ya Malaga FC ya pale nchini Hispania. Hivi unafahamu klabu hii iliwahi kutengeneza rekodi gani pale La Liga nchini Hispania na hata historia yake na kwa sasa iko wapi klabu hii? Hii ni Travel TV, mimi ni Mbushi Kwilasa. Malaga FC msimu wa 2011-12 walimaliza nafasi ya 4 kwenye La Liga na kufuzu kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo ya FC Malaga. Lakini mwaka 2012 klabu hiyo ilitengeneza historia kubwa ikiwa na majina makubwa kama vile Santi Cazorla pamoja na Van Nistelrooy kwenye kikosi chao na kutengeneza historia ya aina yake. Kwenye msimu wa 2012-13 ligi ya mabingwa, Malaga walimaliza bila kupoteza mchezo kwenye hatua ya makundi wakiwa na vilabu kama vile Zenit, AC Milan pamoja na Anderlecht kwenye kundi lao. Lakini msimu huo wa 2012-13 Malaga FC walitengeneza historia kubwa baada ya kufuzu robo finali kwa mara ya kwanza wakicheza dhidi ya Borussia Dortmund kwenye robo finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Lakini bahati haikuwa yao baada ya magoli ya dakika za mwisho iliyofanya kwenye mkondo wa marejano wa mchezo marejano kuwafanya wapoteze na Dortmund kufuzu hatua ya nusu finali wakiwaondoa klabu ya FC Malaga kwenye hatua hiyo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya ambako ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kutengeneza historia ya kucheza hatua hiyo ya michuano barani Ulaya. FC Malaga, timu kutoka pale nchini Hispania. Msimu 2013-14 Malaga FC waliweza kufungiwa na UEFA kutokana na deni kubwa lililokuwa linawakabili kutokana na kuzuiwa kucheza michuano yoyote ile iliyo chini ya shirikisho la kandanda barani Ulaya maarufu kama UEFA, jambo ambalo pia ilikuwa ni mwanzo wa matatizo na mahangaiko ya klabu hiyo katika maendelezo wa historia ya ukuaji wake. 2013 Isco aliuzwa kwa kiasi cha dau la euro milioni 30 kwenda Real Madrid akitoka klabu hiyo ya FC Malaga, jambo ambalo pia liliweza kuanza kutengeneza anguko la klabu hiyo kwenye mwendelezo wake. 2017-18 Malaga FC walishuka daraja kutoka La Liga mpaka Segunda Division baada ya miaka 10 ya kucheza La Liga mfululizo pasipo na kushuka kwenye ligi hiyo ya La Liga, ligi maarufu kabisa barani Ulaya na hata ulimwenguni kwa jumla. 2020 uongozi uliweza kuelekezwa kuweza kuwaachia wachezaji wote. Mmiliki aliagizwa hivyo na shirikisho la soka barani Ulaya kutokana na matatizo makubwa ili kuweza kuiokoa klabu hiyo. Hata hivyo, miongoni mwa migogoro ambayo ilikumba timu hiyo, mwaka wa 2022-23 Malaga walishuka tena daraja kutoka ligi ya Segunda mpaka kwenye daraja la 3 la Hispania, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 1998. 2023-24 Malaga FC walipanda tena kwenda Segunda Division kwa maana ligi daraja la kwanza nchini Hispania kwa msimu 2024-25. Je, unafahamu Malaga wanaweza kutengeneza historia gani kwa hivi sasa na unawakumbuka haswa kwa jambo lipi FC Malaga? Hii ni Travel TV. Mimi naitwa Mbushi Kwilasa. Asante na uwe na wakati mwema.